بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tulikuwa tunasema siku za nyuma kwamba mtu ile kuzoesha macho yake kuwa inaona Qur'ani siku zote, japo wakati mwingine si kwa kusoma, lakini kwa kujua mpangilio wa sura, pia ni kitu kinasaidia wakati unapotafuta sura fulani mbio unafungua. Yani si kazi kubwa kuhifadhi sura 114 mbio. Hasa sura za mwanzo kubwa unaanza al-Fatiha, unakuja al-Baqara, unakuja al-Imran, inafuatia an-Nisa, alafu inakuja al-Maida, inakuja al-An'am, al-A'raf, al-Anfal, at-Tauba, Yunus, Hud, au sivyo? Unafuatia Yusuf, Ra'd, Ibrahim, Hijr, Nahl, unakuja zako katika surati Isra, Bani Israil, Al-Kahf, unakuja Maryam, Taha, unaendelea wewe unateremka Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, moja kwa moja unaendelea Al-Furqan. Wallahi ile kujua tu sura hii inakuja baada hii, sura hii baada hii, alafu la pili unaitafuta sura Sajda kwa juzu 21 au 22 mathalan, sio? Juzu Safati kwa 23, sio? Fussilat katika juzu 24, au sio? Sura Jathia, sura unajua kwa juzu 25. Sura Muhammad na Al-Ahqaf na Muhammad na Al-Fath na Al-Hujurat na Qaf, hizi zote zinakuja katika juzu 26. Kwa hivyo unapojua kwamba juzu 27 inaanza Dhariyat, qala fama khatbukum, halafu naendelea zinakuja sura nini, Dhariyat na Al-Qamar na Najm, na inakuja na Ar-Rahman na Waqi'a, unaingia katika surati Hadid, unatumbukia katika juzu 28 Al-Mujadila na Al-Hashr na nyinginezo. Wallahi practice nzuri, na mtu anajua katika surati Hashr anajua anafungua mbio juzu 28. Aya hii utaikuta katika surati Yusuf mbio unafungua katika juzu 13, wasio pia. Wallahi practice nzuri. Zamani tulikuwa tunasoma misafi zamani, kama tulivyosema kabla, tulikuwa tunasoma tunasoma sura Al-Baqara juzu ya mwanzo, juzu ya sayakulu imefika, ukishajua juzu ya pili tena kesho karibu nitaingia tilka rusul, maana juzu ya ngapi? Ya 3, wasio? Lakini tena akibada muda naingia lantanalu birra, ile mwanzo wa kila juzu nzuri kujua, wasio? والمحصنات لا يحب وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ اعلموا يعتذرون وما من دابة أصيبوا ألف نقول وما أبرئوا ربما سبحان الذي أسرى قال ألم أقل unaendelea sura. Unapojua mwanzo wa sura, wallahi na raha yake, na huwezi kujua hizi ila baada nini, kwa unachanganya macho pamoja sana na maneno ya Allah Subhanahu, na hii inaongeza imani, inaongeza wewe kutaallaq na kitabu cha Allah, na inafurahisha katika moyo wako kwamba mimi najua mpangilio wa sura, najua mwanzo kila juzu, jua kwamba nini ni kitu kiduchu tulichochukua, lakini moyo wako unaingia nani. Alafu mimi siku za nyuma niliwahi kusema pia, mtu ajue mfano katika juzu ya amma ile yote ile ndio mna sura chungu zima kuliko juzu zote. Na swala dogo kumuuliza mtu juzu ziko sura ngapi mwisho ngumu, kwamba kujua kuna sura 34 si 37 kitu kama hicho, 37 na sisi. Alafu ndani yake zipi za Madina, zipi za Makka, pia katika masuala mepesi lakini magumu, kwa sababu nini? Haitupitii sisi kwamba tupitie kwa kawaida. Utakuta sura za Madania 3 tu, lam yakun na idha jaa na nini moja nyingine, hali ya kitu moja huku 30 na unaingia mara kwa juzu ya 29 kuanzia tabaraka alladhi mpaka wal mursalati sura 11 si basi, na inafuatia baadaye Al-Mujadila juzu 28 sura 8 au 9. Unajua kama haya ukijua inakusaidia kujua kwa ujumla Qur'ani na kitu gani, al-muhtawayat, the content of the Quran nzuri maaluma. Na mara nyingi mtu utamwona unaambia toa katika sura Al-Hijr aya kadha, anaitafuta Al-Hijr mwisho, anafungua ukurasa mwisho Al-Hijr kwa mbona sioni, anarejea tena hii hapa juzu 14,
anaitoa. Lakini kama maaluma kama haya kwa kichwani ni wepesi kila ukitaalaka na Qur'ani ukaikurubia zaidi na Qur'ani inakukurubisha na inakupenda na unatoka kabisa kwenye kushtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakra rasul ya rabbi inna qaum ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, au sio? Wamepiga pande Qur'ani. Subhanallah, tukumbushe na aina hiyo ya watu inshallah. Haya tu katika surati Rum tunaendelea na tumefika katika aya ya ngapi? 47 tukafika katika tukasimama katika aya 48. Aya 47 mbio kupitia tulisema a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad arsalna min qablika rusula, kwa hakika tulikwisha kuwatuma kabla yako Muhammad rusulan mitume ila qaumihim, kwenda kwa kaumu zao, kwa watu wao, fajauhum bilbayinati, na kawajia kwa hoja zilizokuwa wazi kabisa, lakini wamekataa kuzifuata wakakufuru. Fantaqamna min alladhina ajramu, basi tulioadhibu na kuchukua kulipa kisasi kwa wale waliofanya nini? Jarima, ukosefu. Alladhina ajramu ni ahli an-nar, sawa wakana haqqan alaina, na ilikuwa ni haki juu yetu, imetupasa sisi tutekeleze nini jambo hili, nalo nini? Nasrul mu'minin, tuwanusuru waumini. Waumini wameniamini, wakaridhika na dini yangu, wakajua kuamini Mungu wao, wakatekeleza maamrisho yangu. Haya basi mimi si haki juu yangu mimi kuwanusuru? Hiyo ni kupata maana haqqun alaina nasrul mu'minin, sawa tunakwenda aya 48. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi as-samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. نعم، aya hii Allahu alladhi yursilu riyah, si mwingine yote ila Allah. Na aseme mtu yeye ndio mwenye kuleta mapepo, asubutu, hawezi kusema mtu, sio? Allahu alladhi yursilu riyaha, ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayezituma pepo, anayeleta pepo zote hizi. Ar-rih, upepo mmoja, aina moja ya upepo. Ar-riyah, pepo kadha za kila aina. Na kwa hivyo yursil, na neno risala ni risala, ujumbe, utume, na rasul mtume, au sio? Na yursilu anapeleka, anaituma. Asjana Allahu alladhi yursilu riyaha, طيب anaipeleka, maana yake Mwenyezi Mungu katoa amri kuambia upepo nenda kafanye kadha pala kadha, au sivyo? Ndio maana yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndio anaoleta upepo, ukitaka kwa lugha hiyo Mwenyezi Mungu ndio anaotuma upepo, au sivyo? Yursil, kwa hivyo neno yursil pala pake kabisa. Ar-riyaha, tunasema riyaha ni aina mbalimbali za pepo, pepo za kaskazini na kusini, za mashariki, za magharibi. Kule Arabuni, kule sehemu za Gulfu, siku za baridi kishaanza kuingia Disemba, kwanza zinakuja pepo za shimali, northern winds. Pepo za shimali zinaleta nini muumini? Ubaridi. Halafu baadaye zinakuja pepo gani? Za mashariki, za kaskazini, magharibi, shamal gharbi. Pepo hizi basi utashtukia mvua tayari siku zake, yani Disemba, Januari, Februari. Halafu tena siku za kus, ndio wanaita hiyo pepo kusi, upepo unavuma June July, unatoka south kusini unakuja mbele. Hizi pepo zote kila moja ina faida yake. Kaskazini magharibi za mvua, kutoka juu mashariki kaskazini tupu ni za baridi, kutoka kusini ni za joto kali zile za June July zile. Kwa hivyo kuna mapepo hizi mbalimbali na kila moja na faida yake. Ardhi inataka mvua, ardhi inataka joto kwa ajili ya kuivisha tende na matunda mengine, kila kitu. Kuna matunda yanokuja kwa nini katika siku za baridi, matunda yanokuja katika siku za joto, au sivyo? Na hii subhanallah, Mwenyezi Mungu anaonesha tanawu,
aina mbalimbali za nini, za rehema zake katika kumuonesha binadamu mimi ndo muumbaji, mimi nina hikma kubwa. Tizameni katika vitu vilivyoviumba. Subhanallah. Allahu alladhi yursilu riyaha, ni Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta mapepo, pepo mbalimbali za kuleta kheri na kubashiria kheri ndani yake, sio? Basi upepo huu fatuthiru sahaba. Ta upepo ukija ukakumbana na mawingu inaleta ishara. Ile neno fatuthiru tuthiru ishara maana yake nini? Yani unasema nini? Yuthiru alfitna baina an-nas. Ana nini? Anapenyeza maneno kutaka nini? Kugombanisha, kutia fitna baina nas. Yuthiru ku effect, kuleta taathira ya jambo, au sivyo? Fatuthiru hapa, kwa hivyo inatimua sahab, mawingu, au sivyo? Fatuthiru sahaba, inatimua mawingu, au sivyo? Fayabsutuhu, sahabi mawingu, yabsutuhu. Albast maana yake kukunjua, zinakunjua, zinatanua, zinaeneza, zinapeleka kipande kimekwenda huku, kipande kimeenda huku. Albast. Mwenyezi Mungu asema, waliposema waqalat alyahud nidhanin, wasema gani? Mwenyezi Mungu asema bakhili ati wao ndo matajiri. Mwenyezi Mungu bakhili. Sanaktubu maqalu, sanaktubu maqalu, taandika walosema. Inna Allaha bakhilun nahnu qina, sanaktubu maqalu. Alafu nini? Mbona yatoka haya? Akasema bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Yunfiqu kaifa yasha. قالوا يد الله مغلولة، وقالت يهود يد الله مغلولة. مغلولة معنى مغلقة، imefungika mikono, kabana, kazuia. Kazuia Mungu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mfika hadi babu sema وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، mikono yao ndio ilifungika. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kusema bal yadahu mabsutatan. Allahu akbar. Bal yadahu mabsutatan, mikono yake. Yada alif lilmuthanna, miwili. Sasa usije ukasema mikono yake imekaa vidole vitano, abadan. Jiepushe mikono yake kama alivyosema mwenyewe, mikono yake hatujui imekaa vipi, na hiyo ndio imani yako. Sasa bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, anatoa apendavyo Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mabsutan maana yake la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albasti, usijalie mkono wako umefungika mpaka ukaweka shingoni hapo, kabana, hutoi hapa, sitoi senti moja hapa wala usikunjue mkunjo wote wala tabsutha kull albasti. Utakayofuata nini? Maluma, utalamika na majuto, utakao unajuta kwa nini nimetoa zangu zote, au sio? Usiwe bakhili, usiwe mwepesi wa kutoa kila kitu, uwe kati na kati. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, wakati na kati, sawa. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anapotumia fayabsutuhu, fayabsutuhu, au sio? Basi kisha ufanye nini? Ile mawingu akayatandaza. Na kupeni maana fayabsutu, ili mpate kuona Mwenyezi Mungu atumia neno hili kukusudia nini, sawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yursilu riyaha, analeta mapepo, halafu mapepo yale yanafanya nini? Fatuthiru sahaban, huyatimua mawingu, fayabsutuhu fi samai, halafu akayatandaza mbinguni, kaifa yashau, apendavyo. Tabii kauli kaifa yashau, apendavyo Mwenyezi Mungu ametawanya, maana yake nini? Anapopeleka mawingu haya upande huu na mawingu haya upande huu, mawingu haya yana uzito wa kuteremsha maji yake tayari sasa hivi, haya bado yateremka baadaye, na yote hikma, sehemu hii ipate mvua, sehemu hii isipate, ndio maana yake, au sivyo? Subhanallah. Kwa hivyo hapa anasema nini? Wa yaj'aluhu kaifa yasha, wa yaj'aluhu, na anajalia mawingu haya mbingu hizi ya mawingu haya ni kwa kisafa,
Kisafa nini? Vipande vipande. Kisafa nini? Mapande mapande. Na neno kisafa ni imetumika bimaana mapande mapande, lakini